Katika kila tamaduni duniani, mila na imani zimekuwa sehemu muhimu ya kile tunachokula au kunywa. Lakini je, kuna mpaka unaoweza kuvukwa? Katika kona tofauti za dunia, vinywaji vimekuwa si tu njia ya kuondoa kiu, bali pia kielelezo cha ujasiri, tiba mbadala au hata majaribio ya kisayansi na kisanii. Hapa tunakuletea vinywaji ambavyo kwa mtazamo wa wengi vinaweza kuonekana kama makosa ya majaribio, lakini kwa wengine ni maajabu ya jadi na utamaduni. Kinywaji cha kwanza ni bia ya korodani za nyangumi, ambayo hii inatokea nchini Iceland katika kiwanda kidogo cha Setohi Microbrewery nchini Iceland. Bia aina ya Huvalu kutengenezwa kwa kutumia korodani za nyangumi aina ya Finwell, viumbe walioko hatarini kutoweka duniani. Hatua ya mwanzo katika utengenezaji wa bia hii huanza kwa kusokota korodani hizo kwa moshi wa kinyesi cha kondoo, kisha korodani hizo kupikwa ndani ya bia hii ya kipekee. Licha ya ukosoaji mkubwa wa kimazingira na kisheria, Huvalu bado inapendwa nchini Iceland na baadhi ya wanaoitafuta ladha ya kipekee isiyo ya kawaida. Kinywaji kingine ni kidole cha mguu nchini Canada, katika hoteli ya Downtown huko Dawson City, jimbo la Yukon nchini Canada. Utapata Sourdough Cocktail, kinywaji kinachojumuisha kidole halisi cha binadamu kilichokaushwa. Kwa kujiunga na Sourdough Cocktail Club, unapaswa kugusa kidole hicho kwa midomo yako. Ingawa inaonekana kama utani wa maigizo, kinywaji hiki kina historia halisi na kinavutia maelfu ya watalii kila mwaka kutokea maeneo mbalimbali duniani kuelekea nchini Canada kunywa kinywaji ambacho kina kidole cha mtu. Ni maajabu haya. Kinywaji kingine ni kinywaji, tuseme ni sharbati ya chula nchini Peru, katika soko la mji wa Andes nchini Peru. Kinywaji maarufu kama Extracto de la Rauna ni tiba ya asili ya pumu na maradhi ya damu. Chula huwekwa hai kwenye maji hadi mteja atakapochagua, kisha kuchunwa ngozi na kusavwa na asali, aloe vera na mizizi ya maka. Na kwa baadhi ya wakazi wa eneo hilo, huu ni urithi wa vizazi. Kwa wengine ni jambo la kushtua na la kushangaza. Kinywaji kingine kinafahamika kama Kopi Luwak, kahawa ya kinyesi cha mnyama kutoka nchini Indonesia. Kahawa hii hupatikana baada ya kupitishwa tumboni kwa mnyama aitwaye civet. Mbegu za kahawa huchujwa kutoka kwenye kinyesi cha civet, kusafishwa na kukaushwa na kuchemshwa. Ingawa inauzwa kwa bei ya juu sana, mashaka yamekuwepo kuhusu unyanyasaji wa wanyama wanaofugwa kwa ajili ya biashara hii. Kutoka huko nchini Indonesia tunaelekea nchini Thailand, ambapo kuna kahawa ya ndovu, yani Black Ivory au kwa Kiingereza Ivory Coffee kutoka Thailand, kutengenezwa kwa mbegu za kahawa zilizoingizwa ndani ya tumbo la tembo na baadaye kutolewa katika njia ya kinyesi chao. Mbegu hizo husafishwa na kukaushwa. Bei yake ni ya juu mno, lakini watetezi wa haki za wanyama wameeleza wasiwasi kuhusu ustawi wa tembo wanaohusishwa katika mchakato huu wa kupatikana kinywaji hiki, yani Black Ivory Coffee. Kinywaji kingine ni kinywaji cha unga wa panzi ambacho ni maarufu Amerika ya Kusini. Kwa wale wanaotafuta mbadala wa protini ya kawaida, kinywaji maarufu cha Cricket Flower Smoothies kimejipatia umaarufu mkubwa sana katika nchi mbalimbali ya Amerika ya Kusini. Unga wa kinywaji hutengenezwa kwa kuoka panzi na kuwasaga hadi kuwa unga, kisha huchanganywa na maziwa ya mimea, matunda na viungo vingine. Kinywaji hiki kinasifika kwa wanamazingira kuwa endelevu na kuwa na ladha isiyoshtua sana, lakini bado, ndugu mtazamaji, unakunywa unga wa panzi aliyesagwa. Sijui, labda kwa wenzetu wale wanaotoka mkoa wa Kagera wanaweza kuona ni jambo la kawaida, lakini kwa jamii ya watu mbalimbali duniani linaonekana ni jambo la kushtua, kwa sababu asilimia kubwa ya watu hata hapa nchini Tanzania hawali wadudu kama panzi au senene. Na kinywaji kingine ni kinywaji cha bia ya mbegu za swala. Katika mashindano ya Montenith World Foods Challenge ambayo hufanyika kila mwaka, bia ya Stag Semen Stout iliibuka kama kinywaji cha kipekee kutoka Wellington nchini New Zealand. Mbegu za swala zilizo na virutubisho vingi husindikwa kisha kuongezwa kwenye bia ya stout iliyojaa ladha ya chocolate. Wale waliothubutu kuionja wanasema ni laini, yenye chumvi na ladha ya kipekee. Lakini mimi sijui kama ndogo mtazamaji unaweza kuonja kinywaji hiki. Bora tuachie watu wa New Zealand waendelee na shughuli zao za kunywa kinywaji chenye mbegu za swala. Kinywaji
Kinywaji kingine ni divai ya panya wachanga. Katika baadhi ya maeneo ya bara la Asia, hasa China na Korea, kuna kinywaji kinafahamika kama baby mouse wine ambacho huaminika kuwa tiba ya pumu na matatizo ya ini. Panya wachanga ambao bado hawajafumbua macho hutumbukizwa hai katika mvinyo wa mchele na kuachwa kwa mwaka mmoja. Ladha yake imeelezwa kuwa kama mafuta ya petroli, lakini kwa wenye ujasiri ni tiba ya kale ya maajabu ambayo imedumu kwa maelfu ya miaka katika bara hili la Asia. Ndugu mtazamaji, sijui hapo unasema nini? Kinywaji cha mwisho na chenye kushangaza zaidi ni divai ya nyoka au mvinyo wa nyoka. Katika mataifa kama Vietnam na China, snake wine, yaani mvinyo wa nyoka, ni kinywaji maarufu kinachoaminika kuongeza nguvu za mwili na kuponya maradhi ya viungo. Nyoka wenye sumu kama cobra kuwekwa ndani ya divai ya mchele na sumu kupotezwa na pombe hiyo. Wengine kuongeza sumu ya nge au mizizi kwa ladha ya ziada. Ingawa sumu inafutwa, hatari yake ni ya kihisia na kisaikolojia. Sasa sijui hapo ndugu mtazamaji utasema nini? Je, uko tayari kunywa sumu ya nyoka au ya nge ili kuongeza nguvu ya viungo mwilini? Hilo jambo tukuachie wewe katika eneo la comment. Unaweza kutoa maoni yako ukitueleza nini maoni yako. Vinywaji hivi havionyeshi tu ubunifu wa binadamu, bali pia changamoto za maadili, afya na mazingira. Wakati baadhi ya vinywaji hivi vina mizizi ya kiutamaduni na kihistoria, vingine ni majaribio ya kupanua mipaka ya ladha na uthubutu wa binadamu. Je, ni uvumbuzi wa kiutamaduni au hatari kwa afya ya wanyama? Jibu linategemea kinywaji, mnywaji na muktadha wake baada ya kunywa kinywaji hicho.